Yes, hello guys and good evening. Natumai yote mko poa, na leo tuna session yetu tena ni kama kawaida for the beginners. Sorry, hii side share huko. Mara nyingi huwa nikianza napenda kutoa neno la siku, kwa maana ya kwamba huwa nazungumza kitu kuhusu hili soko ambacho ni mbali na hizi chat, lakini huwa ni vitu ambavyo vina uwezo wa kutusaidia kwenye hii safari yetu ambayo tunakwenda kuianza ya kuwa forex traders. Kwenye hili soko jamani, hili soko linahitaji elimu, ujuzi wa namna kusoma hii chat. Lakini kwenye chat jamani, huwa ni sehemu ya mwisho sana sisi ambao tunakwendaga kufika kule. Kuna mambo ya mwanzo kama vile kujua tu hali za uchumi na kadhalika, tutafundishana namna ya kuanalyze hivyo vitu vyote. Lakini when it comes kwenye chat pale, moja ya vitu ambavyo huwa vinatupa traders wengi sana hasara, na hiyo ninavyosema na mimi najiweka miongoni mwao, manake pamoja na vyote huaga kuna muda mwingine unakuwa kwenye mind space ambayo haikuruhusu sana kupata profit. Ukiwa na haraka, ukiwa umekuja kutafuta pesa moja kwa moja kwenye hili soko, kuna namna soko litakuhumble, litakufanya uwe humble kidogo, utulie. Lakini kama umekuja kwa ajili ya kujifunza mbinu alafu pesa hiyo ni matokeo, ina maana unapoenda kwenye soko, wewe kichwa chako, akili yako yote itakuwa inawaza mbinu zaidi, kwamba kwenye strategy niliyosoma mimi tulisoma kwamba nikiona kitu fulani na kitu fulani kimetokea, ndio itakuwa sababu ya mimi kuchukua trade. Kwa hiyo maana yake kama unaenda kwa ajili ya kutumia mbinu yako kwenye soko na sio kutafuta hela, ina maana utaenda kwenye soko ukiwa na akili ya kusubiri mpaka kile kitu ambacho kinaendana na mbinu yako kitokee ndio uingie. Lakini ukienda kutafuta hela kwenye soko utajikuta kwamba unaingia kwenye soko, alafu kabla kile ambacho strategy yako imekwambia akijatokea, wakati kinaanza kutaka kutokea, wewe hapo unadandia. Kabla hakijakamilika wewe unadandia. Ukidandia madhara yake ni nini? Soko litarudi kwanza, litakutoa, alafu ndipo litaenda kwenye ule upande ambao wewe ulikuwa unaona kwamba litaenda. Kwa hiyo hapo litakachofanya litakuumiza mara mbili. Namba moja, litakupa hasara, utapoteza pesa. Namba mbili, litakupa hasira. Kwa maana utaona mbona mimi nilifikiria hivi afu limenitoa kwanza ndo limelipa. Kwa hiyo itakupa vitu viwili kwa wakati mmoja. Mchanganyiko hivyo vitu viwili, utajikuta unarudi nyumbani kapaka ka watu kalikuwa kametoka zake kamekuja kukaa kwenye kochi unakapiga tu for no reason. Jamani, hii elimu ninayoitoa hapa haitaki kuwa ya kwenda kumpiga paka wako bila sababu. Hii elimu ninayoitoa hapa inatakiwa ikufanye wewe utrade ili uwe na furaha. Utrade ili familia yako ifurahi uwepo wako wewe kama trader. Usije ukatrade siku umepigwa hapo unarudi nyumbani, mtoto akafanya kosa kidogo unaanza kumkaripia sana, kisa kumbe una machungu yako ya kupoteza pesa jamani. So please, let's come to this market tukiwa tuna mindset ya kutafuta a strategy that we will respect and trade with discipline. Alafu swala la pesa liwe ni matokeo ya sisi kuwa na discipline na strategy yetu. Jamani, good evening, good evening. My name is Mr. Sad. Karibuni tena sana kwenye hii beginner lesson. Jana mara ya mwisho tumekutana, I hope it was Ijumaa, kwenye hizi beginner lessons tulitizama kuhusu historia ya forex market na tukaona ilianzia wapi mpaka kufika kwenye hii ambayo tunayo leo, ambayo tunaitrade kidigitali. Sasa moja ya kitu ambacho ni amazing sana kuhusu hili soko ambalo tunalitrade leo kidigitali ni kwamba tuna uwezo. Kumbuka tukiwa tunatrade tunategemea mabadiliko ya bei ndio yatupe faida. Sasa bei inaweza ikabadilika kutoka 5000 mpaka 5001. Kwa hiyo ikibadilika kwenye 5000 mpaka 5001, ukitumia mifumo hii ya kifizikali, kwa maana ukaenda bureau de change kufanya foreign exchange kama ambavyo tunaifanya sisi, kwa maana ulinunua kwenye 5000
imefika 5,001 unataka kwenda kuuza, utakuwa umetengeneza tu shilingi moja kama faida kwenye kila dola yako moja uliyoenda kuibadilisha. Lakini tukija kwenye hii forex market ya kidigitali ambayo tunaitrade sisi, yenyewe inakuruhusu wewe kutrade mabadiliko yanayotokea mpaka kwenye 0.0001 desimali ya 4. Yaani kwa maana ikiwa ni shilingi 1,000 iite 1.0000. Ikibadilika kutoka 1.0000 kwenda 1.0001, sisi kwenye hili soko mabadiliko madogo kiasi hicho tunaweza kuyaona, na hayo mabadiliko ndo tunaita pip moja, tutasoma hapo mbele. Kwa hiyo ukiona bei imebadilika kutoka shilingi 100 mpaka 101, kwetu sisi hapo bei imebadilika kwa pips 10,000. Yaani hapo sisi kwetu tuna point 10,000 ambazo bei imetoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa kama ulikuwa umetrade, ulikuwa unaweza kuwin pips 10,000. Sawa? Nafanya mara moja, nafanya sasa. Sawa. Sawa? Kwa hiyo kwenye hili soko tuna trade pairs, tuna trade currency pair. Tuna trade asset yoyote actually, sio currency pair. Hili soko hii chart ambayo tunaweza kuisoma ni chart ambayo inaweza kutumika kutrade asset mbalimbali, bidhaa mbalimbali. Tukiwa tunaenda kufanya trading ya bidhaa mbalimbali tunaweza kutumia hii chart. Miongoni mwa bidhaa ambazo huwa tunakwenda kuzitrade ni currency. Sawa? Currency ni moja ya bidhaa ambazo ndo tuna trade kwenye hili soko. Tunaposema currency tuna maana gani? Tukiongelea currency ni sarafu. Sawa? Sasa sarafu huwa inatumika na nchi moja specific. Kwa kila nchi na sarafu yake. Kwa tunapokuwa tunafanya foreign exchange, tunafanya mabadilishano ya sarafu moja na sarafu nyingine. Kwa kwenye foreign exchange hatuzungumzii sarafu moja ikiwa peke yake, tunazungumzia sarafu zikiwa kwenye pair, kwa maana tunaongelea zile sarafu mbili zote ambazo zinabadilishana pale. Kwenye hizi sarafu mbili kuna sarafu ambayo utakuta imeandikwa upande wa kwanza na kuna sarafu ambayo utaikuta imeandikwa upande wa pili. Kwa maana kuna sarafu hii hapa ambayo imeandikwa hapa, kwa mfano kwenye Euro USD kuna Euro na kuna USD. Kwa hizi sarafu mbili ambazo tunazifanyia biashara hapa huwa tunaziandika katika mfumo huu hapa. Hii inayokaa mwanzoni hii tunaita base currency, na hii inayokaa mwishoni tunaita quote currency. Spelling nimekosea sijui, lakini quote currency. Sawa? Base currency na quote currency. Kwa hiyo tuna trade currency zikiwa kwenye pair, zikiwa mbili mbili. Na zinapokuwa mbili, iliyoandikwa mwanzoni inaitwa base currency na iliyoandikwa mwishoni inaitwa quote currency. Mfano wa currency tunazozitrade ni kama huu hapa. Mfano tunaweza kutrade pair ambayo ina mabadilishano kati ya USD na Japanese yen, tunaita USD JPY. Tunaweza tukaenda kutrade euro USD, kwa maana hapa zinabadilishana euro na USD. Kwa hiyo inawezekana wewe una euro unaenda kuuza euro unapewa USD. Kwa hiyo unauza euro unapata USD. Au unaenda na USD unaitumia USD kununua euro. Kwa hiyo unatoa euro, unatoa USD unanunua tena euro. Sawa? Sasa hizi currency zimegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni currency ambayo tunaita major currency. Sasa major currency ni currency gani? Currency pair, sorry, sio currency, ni currency pair. Kwa currency ni ile ya nchi moja moja. Kwa mfano tukisema Tanzania shillings, Kenya shillings, Ugandan shillings, United States dollars. Hizi zote ni currency moja moja. Hii kila moja inaitwa currency. Lakini tutakapoziandika kama USD T shillings, tukiandika USD T shillings, naomba nisaidie kumute jamani. Tukiandika USD T shillings, manake hii sasa hii inaitwa currency pair, kwa maana currency inakuwa imeandikwa katika mifumo ya currency mbili zimeshikamana, ambazo hizi ndizo zinazobadilishana. Sawa? Kwa hiyo kwenye currency pairs, kwenye currency pair tunaweza tukazigroup currency pair kwenye makundi matatu. Na haya makundi matatu yanakuwa grouped kutokana na
nguvu ya currency yenyewe, hizo currency pairs zenyewe, yani hizo currency zilizopo kwenye currency pair, je, ni currency zinazotoka kwenye nchi zilizoendelea ama nchi ambazo bado hazijaendelea. Na tunajua kwamba duniani currency ambayo inatumika kwa wingi zaidi ni United States dollars, kwa maana nchi nyingi sana zinakubali kufanya biashara kwa kutumia sarafu yao, au kama una dola unaweza ukaruhusiwa kufanya nao biashara. Kwa maana kwa mfano kiwanda ambacho kinazalisha Tanzania, akija mtu aliyoko labda China anataka kununua bidhaa ya Mtanzania, Mtanzania atakubali kupokea yuan au T-shillings au dola. Kwa hiyo mnunuaji akija, huyu Mchina akija na yuan, Mtanzania ataichukua kwa sababu anajua hii yuan akienda kwenye bureau de change nyingi huaga zinakubali kuchange hizi hela za Mchina. Lakini pia ukiwa na dola atakubali kwa sababu anajua pia akienda bureau de change anaweza kubadilisha dola kuja kwenye Tanzania shillings. Ukija na Tanzania shillings ataikubali zaidi kwa sababu atakuwa na haja atakubadilisha, atakupa tu account yako utamwekea hapo nimalizika hiyo. Sawa? Kwa hiyo dola, ukienda nchi nyingi sana zinakubali kufanya biashara kwa dola. Kwa dola ni most used currency. Kwa sababu hiyo huwa yenyewe ina significance kubwa sana kwenye forex trading. Sawa? Kwa hiyo sasa dola huwa huwa inatumikaga kama gauge ya kujua kwamba hii pair itakuwa ni major ama ni minor pair. Sawa? Sasa major pair ni zipi? Major pair hizi ni pair ambazo, sawa, moja kwenye hiyo currency pair, nilikwambia ni currency pair inakuwa na vitu viwili, kuna base currency na kuna quote currency. Sawa? Unakuta moja kati ya hizi mbili, either base ama quote, ni USD, alafu hiyo ya pili yake inakuwa ni currency kutoka kwenye developed country, nchi zilizoendelea. Sasa nchi zilizoendelea hapa ni zipi? Nchi zilizoendelea, ya kwanza kabisa ni USD ambayo tayari huyo ndo tunamtumia kama reference. Upande wa USD tunakutana na Canada. Sawa? Pale katikati tunakutana na Euro. Tunakutana na Great British Pound, hela ya British. Tunakutana na CHF. Sawa? Hii ni Swiss franc. Sawa? Hizi tunakutana nazo katikati. Alafu tukienda huu upande wa Asia tunakutana na New Zealand dollar, tunakutana na Australian dollar, tunakutana na Japanese yen. Sawa, ni kuna vitu nimesahau, 1 2 3 4 5 6 7. Sawa, sasa hizi saba hizi, haya mataifa saba ndio tuna consider kwa minajili hii ya forex trading, tuna consider haya mataifa saba kama mataifa yaliyoendelea, developed countries. Kwa hiyo sarafu zinazotumika kwenye haya mataifa saba ndizo tunaziconsider kama currencies from developed countries. Kwa hiyo inapokuwa United States dollar imekuwa paired na moja kati ya hizi currency, basi hiyo pair tunaiita major pair. Sawa? Hiyo pair tunaita major pair. Sasa mfano wa major pair ni nini? Examples. Kwenye mfano wa major pair, hizi major pair tutazigawanyisha katika makundi mawili. Kundi moja, hizi ni majors Kwa maana hapa tutakutana na developed country imekuwa paired na USD. Nazo ndani yake tutazigawanyisha katika makundi mawili. Kwanza tuzitaje. Ya kwanza utakuta Euro USD, utakuta GBP USD, utakutana na AUD Australian dollar USD, utakutana na New Zealand dollar USD. Alafu kuna nyingine utakutana nao inaitwa USD CAD. Nyingine utakutana nao inaitwa USD CHF. Nyingine utakutana nao inaitwa USD JPY. Umeona? Kwa hiyo hizi ziko 4, hizi ziko 3. Kwa hiyo hizo ni 7 jumla. Kwa hiyo tuna major currencies 7. Sawa? Katika hizi 7, 4 utakuta kwamba USD imekaa upande wa 4 kati ya hizi 7 utakuta USD imekaa upande wa quote. Na 3 kati ya hizi 7 utakuta USD imekaa upande wa base.
sawa. Kwa hiyo zile pair ambazo developed nations currency imekuwa paired na USD zinaitwa major currency, na katika hizi major currency kuna ambazo USD amekaa upande wa court na kuna ambazo USD amekaa upande wa base. Kwa naomba hili swala mlichukulie kwa uangalifu sana, kwa sababu uwepo wa USD kwa namna hii ndio ambao unafanya pair zote ambazo huwa USD amekaa upande wa court huwa mara nyingi zina mtindo wa kwenda katika hali inayofanana. Tofauti tu utakuta kwamba zinatofautiana muda wa kuondoka. Kama zina buy utakuta zote zinaonyesha kwamba zina buy. Tofauti tu kuna moja itatangulia kubuy, nyingine itachelewa kubuy. Na hichi kitu ndio tunaita correlation. Correlation kwa maana muendano. Sawa? Currency pair huwa zinakuwa na muendano, na muendano wake huwa unategemeana na kwamba je, hiyo major currency USD amekaa upande gani. Kama USD uko upande wa court, kwa hiyo zile major currency zote ambazo USD uko upande wa court zitakuwa zina direction, zina muendano kwenye direction yake, na zile zote ambazo USD uko upande wa base zitakuwa zina muendano kwenye direction yake. Hii inatusaidia nini? Hii inatusaidia kwamba huwa mara nyingi kwenye live session zetu za siku za kutrade, huwa sisi kwenye analysis tunafuatilia sana Euro USD. Mara nyingi ukiona Euro USD na buy, asilimia nyingi ya muda, japo sio kila mara, utakuja na hizi pair zingine zote nne, hizi tatu zina buy, kwa maana NZD USD nayo itakuwa na buy, AUD USD nayo itakuwa na buy, na GBP USD itakuwa na buy. Kwa hiyo tunapo analyze Euro USD inatupa idea ya nini tutegemee kuona kwenye GBP, kwenye USD, kwenye AUD USD na kwenye NZD USD. Kwa nini? Zina muendano kutokana na kwamba zote zina USD yuko upande wa nini? Upande wa court. Kadhalika hizi zingine ambazo USD yuko upande wa base, hizi tatu, USD CAD, USD CHF na USD JPY, asilimia kubwa ya muda huwa zinaenda zikiwa zina muendano sawa, japo sio kila muda, ila asilimia kubwa ya muda huwa zinaenda direction inayofanana. Tofauti huwa inakuja wapi? Tofauti huwa inakuja kwamba unakuta mmoja anaweza akatangulia, labda unakuta USD JPY anaanza kubai, wakati unamkuta bado CHF ana consolidate na USD CAD ana consolidate. Ikifika London session unashangaa USD CHF naye anaanza kubai. Ikifika New York unashangaa hivyo, yani unakuta tu wanatofautiana, mmoja ametangulia mwingine atafuata, lakini mara nyingi kati ya muda huwa kwa sababu ya mfanano huu wa kuwa na USD upande wa base kwa zote na tofauti zao zikaja upande huu, huwa inatupa kitu tunaita correlation. Sawa? Sasa hizo ni major pairs, na tumeona namna ambavyo major pairs zinaweza zikatupa kitu kinaitwa correlation. Kwa hiyo tulikaa tunaangalia major pair chache ikatupa idea ya kundi zima. Kwa hiyo kuziweka hizi kwenye makundi hivi, nikiziweka kwenye makundi hivi huwa naziita basket. Kwa hiyo nikikwambia a basket of pair, maana yake ni kundi ambalo lina pair ambazo zina muendano kwa definition yangu mimi hapa. Sawa? Kwa hiyo kwa mfano zile zote ambazo USD yuko upande wa base, hizi zinakuwa ni basket moja, kwa maana zote zitakuwa zinaenda direction moja, zitakuwa zinatofautiana muda. Na zile zote ambazo USD yuko upande wa, kwa maana zile major currency zile saba ambazo USD yuko upande wa court, hizi nazo nitasema zina muendano, kwa hiyo nitaziweka kwenye basket moja. Kwa hiyo nikianalyze moja, najua hizi zingine nazo wakati nazianalyze nitegemee kwamba naweza nikakutana na move kama hiyo, japo tu inaweza ikae inachelewa kidogo. Sasa aina ya pili ni court currency. Court currency ni nini? Court currency cross currency, court tena. Cross pair. Cross currency pair. Cross currency pair ni nini? Cross currency pairs hizi ni pair ambazo zinatokana na zile developed country. Kama unakumbuka kulikuwa kuna USD, alafu kulikuwa kuna zile currency zingine saba kutoka kwenye developed country, akina euro, akina CAD, akina NZD na kadhalika. Sasa tulisema kwenye major USD anaweza akaa hapa, afu kukawa na hiyo currency kutoka kwenye developed country, au currency kwenye developed country inaweza ikatangulia USD akaa hapa. Sasa ikitokea hizi mbili ukatoa USD afu ukaziunganisha,
una maana utapata huyu na huyu, sawa. Ukikuta pair ambayo ina hizi base currency, sawa. Ukikuta pair ambazo pair ambazo ina currency zake kwenye base na kwenye quote kuna developed countries currency kutoka kwenye developed country, lakini hamna hata moja hapo ambayo ni USD. Kwa hiyo ikiwa developed country na USD inakuwa major, ikiwa developed country na developed country ambayo sio USD inaitwa cross. Alafu minor hizi zinakuwa ni USD inakuwa paired na currency kutoka kwenye underdeveloped country. Hizi mara nyingi watu hawazitrade sana, kwa hiyo uwaga mara nyingi ukizitrade kwa sababu hazina watu wengi, huwa dealer anafungua spread. Dealer anatakaga kuhakikisha kwamba muda wote anapata faida. Dealer tuna nani tutamjua hapo mbele. Nitawaelezea kwa nini uwaga hizi watu hawapendi kuzitrade. Actually kwa ambaye yuko attentive naomba kariri hilo swali. Tukiwa tunaongelea liquidity provider dealer, mtaniuliza hili swali kwamba why minor currencies watu hawazitrade sana. Yaani athari ni nini kutrade sana minor currencies ama exotic currencies kwa jina lingine. So hayo ndo makundi ya currency pair. Assets zingine ambazo tunaweza kuzitrade kwenye hizi chart ambazo tunajifunza hapa. Asset nyingine ambazo tunaweza kuzitrade kwenye hili soko ukiachana na currency, hili soko tunaweza kutrade indices. Indices ni nini? Indices ni stocks. Sawa, ni hisa. Lakini hizi hisa sio hisa za kampuni moja moja. Hii ni mabadiliko ya bei ya hisa. Kwa maana indices zinakuwa ni tuna trade chart ambayo inatuonyesha mabadiliko ya bei ya hisa, lakini sio hisa ya kampuni moja moja kama ambavyo ilivyo kwenye stock market. Kwa maana hisa za kampuni moja moja zina soko lake, sio ile la forex. Huku kwenye ile la forex tunachotrade ni nini kwenye hisa? Tunatrade mabadiliko ya bei ya hisa ambazo zimewekwa kwa pamoja, zinakuwa ziko kwenye basket moja. Kwa mfano kuna index moja inaitwa Dow Jones au US 30. Hii US 30 inachotuonyesha pale, yani ile chart ina print mabadiliko ya bei za hisa za makampuni 30 makubwa ya upande wa usafirishaji transport kwa Marekani. Kwa hiyo kwa Marekani kuna makampuni ya transport, na tunaposema transport hapa kuna makampuni ya ndege, kuna makampuni ya reli, kuna makampuni ya meli, kuna makampuni na kadhalika. Sasa uchukue yale makampuni 30 makubwa zaidi, alafu uangalie hisa zao. Kama hisa zao zinafanya vizuri, basi hii US 30 utaiona inapanda thamani, inaonyesha inapanda. Na kama hisa zao zinashuka au wanafanya biashara zao zinafanya vibaya, kwa hiyo hisa zinashuka, basi hii US 30 utaiona nao inafanya nini? Ina print kushuka. Sawa? Hizo ndo indices. Kwa mfano hiyo iliyoandikwa hapo Nasdaq. Hiyo Nasdaq jina lake lingine ni US 100. Hii Nasdaq jina lake lingine ni US 100. Hii US 100 inaangalia makampuni 100 yaliyoko kwenye industry ya technology Marekani. Kwa hiyo ukiongelea Amazon, sawa? Ukiongelea ukiongelea Amazon, ukiongelea sijui Meta, ukiongelea nini, haya makampuni haya ya technology, sawa? Yale 100 makubwa zaidi 100 makubwa zaidi USA, mabadiliko ya stock zake tunazitrade kwenye chart kwenye chart kwenye pair inaitwa Nasdaq. Kwa hiyo yale mabadiliko ya price pale sio currency pairs pale. Pale tuna trade mabadiliko ya bei za stock. Sawa? In basket stock, sio currency pair. Commodity, asset nyingine ambayo tunaweza kuitrade hapa ni commodities kama gold, ambayo hizi gold ni precious metals, sawa? Unaweza ukatrade silver huko. Kwa hiyo una trade mabadiliko ya bei za gold, una trade mabadiliko ya bei ya silver. Asset nyingine tunaweza kutrade ni asset tunaziita hizi ni zile kama index, lakini hizi huwa tunazitem asset tunazoziita CFD. Unakuta imeandikwa HK50 index cash CFD. Hii index inafuatilia kampuni 50 kubwa za Hong Kong. Sawa?
Sasa CFD maana yake ni nini? CFD kirefu chake ni contract for difference. Contract for difference ndio kile nilichokuwa nazungumza, mnaweka mkataba katika tofauti ya bei. Kwa hiyo kuna baadhi ya assets zimewekwa hapa ambazo namna unavyozitrade unazitrade ukiwa unaingia mkataba na dealer ama muuzaji aliyoko upande wa pili au mnunuaji aliyoko upande wa pili. Mkataba wenu unakuwa ni kwenye mabadiliko ya bei na sio kupeana bidhaa. Kwa hiyo unailipia bidhaa leo na ikipanda thamani yeye ataiuza kwenye thamani kubwa, afa atakupa faida kutoka kwenye ile bei uliyolipia, kwa maana ulilipia pia kabaki nayo. Kwa hiyo makubaliano yenu yako kwenye mabadiliko ya bei pale. Kwa hiyo ndo maana ya contract for difference. Kwa hiyo kuna baadhi ya asset ambazo zenyewe tunazitrade in terms of contract for difference. Yaani manake ni kitu ambacho kipo, hiyo index ipo, yani hiyo Hong Kong 50 ipo, yani kwa maana ya kwamba hizo stock za hiyo basket ya Hong Kong 50 ina exist, lakini licha ya kwamba ina exist, wewe unavyoitrade unaitrade katika mfumo ambao hauendi kununua hiyo basket moja kwa moja, hauendi kununua hiyo stock moja kwa moja. Wewe unaweka bet kwamba ikitokea imepanda thamani kutoka kwenye bei iliyoko sasa hivi, kiasi cha bei ambacho itakuwa imepanda thamani, ile tofauti ndio unanipa, lakini sio kwamba nimenunua stock nimeiweka. Mimi nimekwambia tu hii stock itapanda thamani, yani CFD maana yake hizi pair ambazo ni CFD maana yake ni hivi. Mimi ninakuwa nimekwambia bwana, oya, hizi pair hii inaweza ikapanda thamani mpaka pale juu. Wewe kaniambia haiwezi kupanda, nikamwambia sasa sikia, chukua hii shilingi 10,000. Ikitokea ikapanda thamani mpaka pale juu utanipa mara ya 10 ya hii 10,000. Ikitokea isipopanda thamani ikashuka thamani, basi ikishuka thamani kwa shilingi 10,000, 10,000 yote ni yako. Ikishuka thamani kwa shilingi 5,000, 5,000 ndo yako, 5,000 sio yako, utanirudishia na kadhalika. Kwa hiyo kuna ile unampa simply ya kushikie, lakini unampa ya kushikie kwa makubaliano kwamba ikitokea hicho kitu kimepanda thamani, basi baada ya muda fulani kuna time aspect kwamba hicho kitu nakifuatilia kwa siku 2 kitakuwa kimepanda thamani hadi pale. Ndani ya siku 2 kama hakijapanda thamani, kimeshuka thamani, kama kimeshuka thamani kwa shilingi 1,000, basi ile shilingi 1,000 ambayo kimeshuka thamani, sawa, ile shilingi 1,000 ambayo imeshuka thamani utaikata kwenye hiyo hela nilokupa unishikie, kilichobaki utanipa, utanirudishia. Lakini kitokea imepanda thamani kwa shilingi 1,000, hiyo 1,000 iliyopanda thamani utaniwekea, na ile 1,000 yangu nilokupa unishikie utanipa, kwa hiyo utanipa 2,000. Hiyo ndo maana contract for difference. Tunaweka mkataba kwenye tofauti za bei. Na ndo namna hivi soko linavyokuwa traded. Yaani kwa maana kwamba unavyoweka buy order na unavyoweka sell order, unasema nimebuy gold, lakini hamna mtu aliyekuja kukupa gold. Mantiki yake ilikuwa ni kama hii ndio kuelezea hapa. Asset nyingine ambayo tunaweza kuitrade ni crypto currencies. Cryptocurrencies hizi ni currency kama tunavyozungumza USD, kama tunavyozungumza. Tofauti yake ni kwamba USD zenyewe tuna uwezo wa kuzishika ni fiat. Kwa maana USD ni currency ambayo serikali ndio inaamua thamani ya USD. Kwa maana hizi currency tulizoko nazo kama USD, kama T shillings, kama Kenyan shillings, hizi zote ni currencies ambazo serikali yetu ndio inaoamua thamani, au serikali ya hiyo nchi husika ndio inaoamua thamani ya hiyo sarafu. Lakini hizi cryptocurrency ni currencies ambazo zimeachwa zikawa na uhuru, kwa maana kwamba hamna mtu anayezicontrol moja kwa moja, sawa. Kwa thamani yake yenyewe inatokana na watu wanavyoitumia, iko decentralized, haina mwangalizi mmoja. Thamani yake inategemea ni nani anayeitumia, amini watu wangapi wanatumia. Wanavyozidi watu wengi kuiamini na kuitumia, basi ina maana yenyewe inazidi kupanda thamani. Inapokuwa inatumika na watu wachache, inakuwa inashuka nini? Inakuwa inashuka thamani, sawa. Yani watu wanavyozidi kuacha, watu wakisusa kuitumia, inashuka thamani. Watu wakiitumia sana, inapanda thamani. Kwa hiyo yenyewe thamani yake inategemea tu na supply and demand conditions basi, lakini hamna mtu ambaye ana control thamani ya hiyo. Hiyo ndo maana ya hizi cryptocurrencies. Kwa hiyo inapokuwa una trade
Kwa hiyo inapokuwa una trade pair ambayo moja kati ya hizo currency ni cryptocurrency na nyingine ni fiat, alafu unazifanyia exchange au crypto kwa crypto, maana yake hiyo inakuwa ni foreign, lakini mara nyingi waga unakuwa ni crypto against a fiat, ambayo mara nyingi fiat yenyewe waga ni either USD au euro na kadhalika. Sawa, kwa hiyo unakuta una trade change in price of Bitcoin against United States dollar. Kwa hiyo kuna muda kama Bitcoin inapanda thamani, maana yake unaenda unainunua Bitcoin kwa kutumia United States dollar. Unaenda kuuza United States dollar, unachukua Bitcoin. Alafu ikiwa inashuka thamani unauza Bitcoin unarudisha United States dollar. Na hivyo ndivyo tunavyozitrade crypto kwenye hii market. Lakini pia tuna equities. Sawa? Kwa mfano equities ni kama zina mfanano fulani kama I don't know, mimi equities mara nyingi hata sizielewi, sitaki kuziongelea sije nikawadanganya. Sawa? Hizi ni kama shares za kampuni, mabadiliko ya bei za shares za kampuni moja moja. Kule tuliona kwa mfano zile Nasdaq, zile tuliona kwamba inakuwa ni mkusanyiko wa makampuni kadhaa. Sasa hizi equities zinakuwa ni kampuni moja moja. Kwa mfano Apple au Amazon au nini ikiwa peke yake, share zake zinafanyaje, ndio naona hapo kwenye equities ambazo pia tunaweza kuzitrade. Japo mimi hizi huwa zinahitaji ujue vitu kuhusu hizi kampuni, so analysis yake mimi bado I'm not so conversant. Lakini pia unaweza kutrade energies kama vile oil. Kwa mfano kuna pair US oil, kwa maana hii inaangalia change ya in price of oil ambayo inatoka upande wa US. Kuna UK oil, zote hizi ni pairs. Kwa mabadiliko ya bei ya mafuta ndio unayo trade, kwa maana unaweza kununua mafuta yakiwa katika bei fulani, yakipanda thamani ukauza. Lakini kumbuka, ukinunua uletei madumu ya mafuta hapo. Unanunua katika bei ya chini, kwa maana kile kitu haudeliver. Unakuwa tu na makubaliano naye kwamba ikitokea kimefika bei ya juu, basi nipe hicho kilichoongezeka. Sawa? Sasa hili soko huwa tunalitem kama over the counter market. Neno over the counter market, yani hii sasa ni nature ya soko. Tumeshaondoka kwenye asset zinazokuwa traded. Nature ya soko ni over the counter market. Over the counter market ni soko la namna gani? Over the counter market ni soko ambalo dalali na muuzaji wa jumla, yani kwa maana yule dealer, kama unakumbuka nilikwambieni kuna mtu anaitwa liquidity provider. Yani liquidity provider ama dealer ni nani? Naomba nimuongelee kidogo. Dealer, tunapomwongelea dealer tunaongelea, inaweza ikawa ni taasisi, inaweza ikawa ni mtu, taasisi ya kifedha, inaweza ikawa ni mtu mwenye hela nyingi sana, inaweza ikawa ni kampuni yenye hela nyingi sana ambayo inafanya biashara hizi. Sawa? Lakini kimsingi aspect kubwa inakuwa ni hela nyingi, uwepo wa hela nyingi kiasi kwamba awe na uwezo wa kununua kutoka kwa kila mtu anayetaka kuja kuuza kwenye soko, na awe na uwezo wa kuuza kwa mtu yeyote anayetaka kuja kununua kutoka kwenye soko. Na hichi uwepo wa huyu dealer jamani kwenye hili soko ndiye anayofanya ili soko lionekane ni tofauti na masoko mengine yote unayojua wewe. Kwa mfano soko la Mabibo hapa, ukiwa unatoka unaenda kwenye soko la Mabibo, unaenda kununua bidhaa, sawa, hauna uhakika kwamba hiyo bidhaa unayotaka kwenda kununua kweli utaikuta. Kwa hiyo unaweza ukawa na hela, lakini kuwa na hela hapana garantia kwamba utafanya biashara, utafanya manunuzi. Lakini pia unaweza kuwa na bidhaa nzuri sana, lakini kuwa na bidhaa nzuri wala sio pia guarantee ya kwamba utaweza kufanya mauziano. Kwa maana unaweza kuwa na bidhaa nzuri ukaenda pale usikute wanunuaji. Sasa tofauti ya haya masoko mengine na hili ni kwamba hili soko muda wowote ule utakao kuja sokoni, wakati wote ule utakao amua wewe kuja sokoni, utakutana na mtu ama entity whatever you call it, lakini mwenye hela nyingi kiasi kwamba kama wewe umekuja kwa nia ya kununua, yeye atakuwa yuko tayari kukuuzia. Kwa maana hicho unachotaka kununua yeye anacho na yuko tayari kukuuzia, lakini tu atakuuzia kwenye bei yake yeye anayotaka, sio bei yako wewe, sio wewe utakaochagua bei. Kadhalika ikitokea umekuja
kuuza, yeye atakuwa yuko tayari kununua kutoka kwako, lakini kwa bei ambayo yeye ndo atakwambia bei yake ambayo yuko tayari kununua kutoka kwako. Pia ukija kuuza upangi bei wewe. Kwa hiyo kama umekuja kuuza au kama umekuja kununua, hutapanga bei wewe, utauza na kununua kwenye bei yake yeye atakayekwambia. Huyo tunamuita dealer ama liquidity provider. Tunasema ni liquidity provider kwa nini? Ana provide liquidity. Sasa neno liquidity ni neno ambalo nataka tuwe tuna uzoefu na maana yake mapema sana, kwa sababu tutalisikia sana kwenye kuongelea hili soko. Neno liquidity neno liquidity linamaanisha urahisi wa kubadilisha bidhaa kwenda kuwa pesa, urahisi wa kubadilisha asset kuwa pesa. Kwa maana kama wewe una asset yako, je, ni rahisi kiasi gani kuiuza hiyo asset? Sawa? Kwa maana ni rahisi kiasi gani kuifanya hiyo asset ikatoka kwenye asset ikaa katika mfumo wa pesa cash. Kwa hiyo asset inapokuwa rahisi kuuzwa au kubadilika kuwa cash, tunasema hiyo asset iko more liquid. Sasa wewe umekuja kuuza kitu, yeye anahakikisha kwamba hicho kitu kina uwezo kubadilika kuwa cash kwa kukinunua. Sawa? Kwa hiyo ana provide liquidity sokoni. Lakini yeye anafanya hivyo sio kwa kwamba yeye ni msamaria mwema, hapana. Yeye anafanya hivyo, hiyo ni biashara, anaifanya kama huduma, anatupa sisi service. Kwa hiyo kwa sababu ya hiyo service kuna kitu ambacho yeye anakipata pale kama faida. Ni kitu gani? Uwezo wa yeye kupanga bei ya kuuza na kununua sokoni. Maana yake ndio anatengeneza soko, ndio maana tunawaita market makers. Tulisema katika soko lazima pawe na bei. Bei ni moja aspect ya inayotengeneza soko, si ndio? Kuna na bidhaa ambazo zimepewa bei, ambayo hiyo bei ni bei ambayo inakuwa ni makubaliano kati ya mnunuaji na muuzaji. Yeye ndo anapanga bei, kwa hiyo yeye ndo liquidity provider. Bei ya kuuza na kununua anapanga yeye. Huyo ndo liquidity provider, sawa? Kwa sababu ana uwezo wa kupanga hiyo bei, basi atajipangia kana kwamba bei atakayotumia kununua hiyo ni ndogo na atakayotumia kuuza hiyo ni kubwa, na hiyo tofauti ndo faida yake. Na hiyo tofauti huwa tunaiita spread. Na hiyo ndo faida yake. Sasa hili soko ni over the counter market. Maana yake ni nini? Huyu dealer huyu, sisi hatuna uwezo wa kumfikia yeye moja kwa moja. Sisi kama wanunuzi wa rejareja, retail traders, hatuna uwezo, wafanya biashara rejareja hatuna uwezo wa kumfikia huyu dealer moja kwa moja. Kwa maana gani? Ili kumfikia huyu dealer moja kwa moja inabidi uwe na mtaji mkubwa sana. Kwa mfano, position ndogo kabisa ambao una uwezo kuingia kwenye hili soko ni lot size ya 0.01. Ili uingie trade, okay, kuna nano lot size ambazo ni 0.0001, lakini hizo sitaziongelea na nitaanzia kwenye micro ambazo ni 0.01, ndio position ndogo. Kwenye hii position ili uweze kuingia trade moja inabidi uwe na unit za base currency. Kwa maana kama base currency ni USD uwe na USD, kama ni euro uwe na euro zisizopungua dola 1000 ama euro 1000. Uwe na unit 1000 za base currency. Hiyo ndo kiasi cha pesa ambacho inabidi uwe nacho kwenye akaunti yako ili uwe na uwezo wa kubonyeza trade moja tu yenye position ya 0.01 ambayo ndo position ndogo kabisa katika hili soko. Kadhalika ukija position inayofuata kwenye hili soko kwa ukubwa ni 0.1. Kwa maana position ya desimali moja. Hii utahitaji mtaji usiopungua unit 10,000 za base currency. Kwa kama base currency yako ni dola, inabidi uwe kwenye akaunti yako usio na chini ya dola 10,000 ili uweze kuingia position moja. Kwa hiyo unaweza kuona, na ukienda kwenye position kubwa ya standard ambayo ni position ya 1 ambayo ni whole number, unahitaji uwe na dola 100,000 ili uingie position moja. Unaweza kuona huo jinsi wa mtaji ulivyokuwa mkubwa. Kwa sababu huo mtaji ni mkubwa. Oi, sana mwanangu uliongea sana, umeongea kwa kiasi sana. Nasema nitakuwa nimeongea kwa. Kwa hiyo kama no disrespect my guy. Fresh. So kwa sababu ya wingi huo wa mtaji, kwa sababu ya huo wingi wa mtaji
watu wengi sisi retail traders hatuna hizo hela. Kwa hiyo maana yake moja kwa moja hii inatu eliminate sisi kuparticipate kwenye hili soko. Inatufanya sisi tusiwe na uwezo wa kuparticipate kwenye hili soko moja kwa moja. Sasa nani anakuja kutupa uwezo wa kuparticipate kwenye hili soko? Anayekuja kutupa uwezo wa kuparticipate kwenye hili soko anakuwa ni yule tunayemuita nani? Tunayemuita broker. Broker anakuja kutupa uwezo kwa namna gani? Broker anakuja kutupa uwezo kwa namna ya kwamba anatupa mkopo ambao anauita leverage. Kwa hiyo kwa mfano una dola 100, una uwezo wa kufungua akaunti kwake, ambayo hiyo akaunti akawa na uwezo wa kukuongezea mtaji kwenye hiyo dola 100, akaifanya hiyo dola 100 yako ikawa na nguvu ya manunuzi let's say mara 100. Kwa maana wewe ukienda sokoni, wewe umeweka dola 100 upande huu kwake, kwa broker ameweka dola 100. Lakini wakati broker anapeleka trade yako sokoni, anakuwa anaipeleka kana kwamba wewe mtaji uliouweka ni mara 100 ya dola 100, kwa maana una dola 10,000. Na ndio maana unakuwa na uwezo wa kuchukua zile position 0.01, una uwezo wa kuitrade. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye broker wakati anaenda kuipresent ile trade yako kwa dealer, anakuwa ule mtaji wako ameupa nguvu ya manunuzi mara 100 au mara 200 au mara 300 na kadhalika ya kiasi cha mtaji wako. Lakini hivi anavyofanya huu mkopo haukupi moja kwa moja kwenye akaunti yako kwa maana ukauona. Anaukupa katika namna gani? Huu mkopo anaukupa katika namna ya kwamba anakuongezea kama leverage. Kwa maana gani? Kama margin. Kwa maana gani? Yaani kwamba wewe una dola 100, anachora mstari kwenye dola 100 alafu anaongeza za kwake mpaka zinafika dola 10,000. Kwa kwenye dola 10,000, 100 kati ya hizi 10,000 ni za kwako, alafu zilizobaki ni za kwake. Lakini kati ya za kwako na za kwake yeye kaweka mstari anaoita margin. Sawa? Kwa hiyo hii ni nini maana yake? Ukienda sokoni sasa, wewe umesema na buy. Nimekuelezea hapa kwamba mantiki ya kushiriki kwenye hili soko, ukisema umebai maana yake ni nini? Umempa dealer hela yako, lakini sio kwamba ile hela yako imetumika. Ile hela yako haitatumika mpaka either umefunga trade au umepoteza mtaji wako wote, yani kwamba imeenda hasara ambayo ni kubwa kuliko mtaji wako. Lakini kabla ya mambo hayajatokea, ile nani utakao kuwa umeweka pale, ule mtaji utakao kuwa umeuweka pale, sawa? Utakuwa ni mtaji ambao wewe umempa yule dealer, umemwambia bana, sikiliza, mimi nataka ni trade euro USD. Kwenye euro USD nikiangalia hii pair kwa hali ya uchumi ya Europe na hali ya uchumi ya United States inavyoenda sasa hivi, na hisi United States dollar inaweza ikapanda thamani kuliko euro. Kwa maana ukilinganisha euro na United States dollar, United States dollar inaonekana kama ina nguvu zaidi sasa hivi, inapanda thamani zaidi kuliko euro. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wewe unamwambia dealer kwamba kabla hii USD haijaanza kupanda thamani, mimi ningependa niwe nayo ili itakapopanda thamani niiuze kwenye thamani kubwa, ndio nimepata faida. Sawa? Kwa hiyo unaenda kwenye platform yako ambayo broker amekupa, broker ndo amekuonyesha bei zilizoko sokoni. Unamwambia broker, mimi nataka kuwa na USD sasa hivi kwa sababu baadaye USD itapanda thamani. Ikipanda thamani nitaiuza kwenye thamani kubwa, nitapata faida. Kwa hiyo broker anakuambia sawa, unataka kuinunua kwenye pair gani? Anakuambia mimi naona itapanda thamani against euro. Kwa hiyo unaenda kutrade nini? Euro USD. Aha. Kwa hiyo ili ununue USD kwenye euro USD, broker anasema sawa. Kama hilo ndo lengo lako, yeye broker anachukua ule mtaji wako ambao umeudeposit kwake. Sawa? Kwenye account ambayo yeye ndo amekupa. Anachukua kiasi cha mtaji ambacho wewe umeruhusu kwenda sokoni. Na unaruhusu vipi kiasi? Kwa kuchagua size. Ile lot size ndo inaendana na kiasi cha pesa ambacho kitakatwa kwenye account yako kwenda kwenye soko.
Kile kiasi anakichukua anakipeleka kwenye soko, anampa dila, anamwambia yule dila kwamba huyu bwana kwenye hii bei iliyoko sasa hivi ulioitaja, anasema hii bei anaona kama ndo bei rahisi kwa sasa kununua nini, kununua USD. Kwa hiyo mimi nimekuja na euro na kuuzia euro ili wewe unipe USD, na hizi USD sitakaa nazo kama USD kweli itapata thamani. Ikifika thamani fulani, basi tutaiuza, alafu hiyo tofauti ya bei wewe utatulipa. Kwa hiyo mimi broker nitaichukua, nitamrudishia huyu bwana kwenye akaunti yake kama faida. Lakini ikitokea kwamba imeenda kwenye hasara, imeshuka thamani badala ya kupanda, ikishuka thamani mpaka kiasi fulani, basi mimi kwenye hicho kiasi, kwenye hiyo hela niliyokupa, maana yake broker sikaondoka na hela kutoka kwenye nani yako, kaondoka na zile euro, atamwambia bwana, ikishuka thamani kwa kiasi fulani, basi hicho kiasi wewe utabaki nacho kama faida kwako. Nitakuwa mimi ndo nimeshindwa, alafu kile kiasi kinachokuwa kimebaki ambacho kilikuwa kwenye trading lakini siko kiruhusu kifikiwe kwenye hasara, basi utanirudishia kwenye akaunti yangu. Kwa kama nilikupa $10, nakwambia ikitokea nimepata, imeenda upande wangu kwenye faida, nikapata faida ya dola zingine 12, basi hizi dola 12 pamoja na dola 10 zangu utanirudishia. Kwa hiyo utanirudishia dola 22. Lakini ikitokea imeenda kwenye hasara, ikifika dola 5, ikifika hasara ya dola 5, basi nitoe, utachukua hiyo dola 5 ambayo nimeipata kama hasara, alafu hiyo dola 5 yangu nyingine iliyobaki utanirudishia kwenye akaunti yangu. Kwa hiyo kwenye akaunti yangu itarudi dola 5 na niweka dola 10, kwa hiyo nitakuwa nimepata nini? Nimepata loss. Kwa hiyo kuwa over the counter market maana yake nini? Nadhani hapo mmeelewa kidogo kazi ya broker na mmeelewa kidogo kazi ya dealer. Kwa hiyo dealer ndio mpanga bei, broker ndio anayetusaidia sisi kumfikia dealer. Na sababu ni nini ambayo kwa nini yeye anatusaidia sisi kumfikia na sisi hatumfikii wenyewe? Ni kwa sababu kumfikia dealer inahitaji mtaji mkubwa. Kwa kama wewe siku utakuwa una mtaji mkubwa wa dola 10,000, dola 20,000 na kadhalika, of course una uwezo wa kumfikia dealer moja kwa moja ukawa na trade bila broker. Lakini kwa sasa hapa tulipo, kama tuna mitaji yetu ya dola 100, dola 1000 na kadhalika, midogo midogo ambayo hatuwezi kuiriski yote, basi namna pekee sisi ya kushiriki kwenye hili soko ni kwa kumtumia broker katikati yetu. Sawa? Na huo ndio umuhimu wa broker. Kwa hiyo kwenye hili soko ni over the counter, kwa maana broker na dealer ndio wanaokutana. Sisi hatuna uwezo wa kukutana moja kwa moja kunegotiate biashara. Broker na dealer ndio wanao negotiate. Kwa hiyo wanaoenda sokoni sio sisi. Sisi tunamtuma broker, lakini wanaokwenda kukutana uso kwa macho, niseme uso kwa macho, lakini sio kwa maana hivyo, na maanisha kwa maana wanao deal directly kukutumia servers directly wao wenyewe ni broker pamoja na dealer. Sisi tunachofanya, broker haendi akiwa na instruction yake. Broker anaenda kutekeleza kile ambacho sisi tumemwambia. Kwa hiyo sisi tukiona tuko kwenye sehemu nzuri kwa ajili ya kubai, tunamwambia broker aende akatusaidie kubai kwenye hiyo price, na kama tuko kwenye sehemu nzuri kwa ajili ya kusell, tunamwambia broker aende akauze katika hiyo price. Na broker yeye atakachokifanya, ataenda kufanya kile ambacho sisi tumemwambia. Atachukua ile oda yetu, ataenda nayo sokoni, atabai kwa hicho kiasi tulichomwambia, atashikilia mpaka pale ambapo tuko tayari kuuza, tutauza. Na kama tunauza, atachukua, ataenda atauza, na ikifika mahali ambapo tuko tayari kununua, atanunua. Na hiyo ndio maana over the counter market. Kwa maana hiyo naomba ni emphasize kitu. Kwa maana hiyo mmeona brokers. Tulizungumza, I hope kipengele cha broker tulishakipita. No, bado. Okay, tutakifika. Kwa participants kwenye hii market tuongee kidogo. Who are the participants? The participants kwenye hii market, wahusika wanaosababisha hili soko liwepo, kwa maana ambao ndio wanashiriki kubadilishana sarafu, currencies, kwa sababu mbalimbali, ni akina nani? Sawa? Haraka tukifikiria utagundua kwamba wewe ukitaka leo kwenda Dubai kidogo, kusafiri kwenda nchi ya nje, uende China, uende wapi, itakupasa ukifika kule ubadilishe sarafu yako ili upate sarafu zao ili uweze kufanya manunuzi ukiwa kule. The moment umefanya hivyo, tayari umeshashiriki kwenye foreign exchange market.
Yaani kitendo cha wewe kushuka airport kwenda bureau de change kubadilisha pesa ili uweze kupata pesa ya matumizi kwenye sehemu uliopo, wewe ni participant kwenye foreign exchange market. Hilo ni moja. Lakini pia kitendo cha makampuni, mataasisi ya kimataifa kuja kufanya kazi kwenye nchi yenu, kwa mfano inaweza ikawa ni miradi, inaweza ikawa ni nini, makampuni ya kimataifa. Kuna makampuni ambayo ni international base yanafanya kazi, yana operate hadi hapa Tanzania. Kwa maana unakuta watu wako hapa lakini mishahara yao inalipwa kutoka nchi ya kigeni. Kwa maana yake inalipwa kwa hela za kigeni, alafu zikifika hapa zinabadilishwa kwa hela za Kitanzania na wanapewa. Au pia wana participate na kadhalika. Sasa kwenye hii forex market ya kidigitali kuna participants ambao ni brokers, kuna participants ambao ni dealer, ama kwa maana wale liquidity provider, wale wenye hela ambao wananunua na kuuza, na kuna participants ambao ni sisi retail traders. Sawa, duniani locations ambazo zina haya masoko, main locations zenye haya masoko kwa wingi, kwa maana zenye watu wengi ambao wanashiriki kwenye haya masoko, ambapo ndo dealer ameenda kuweka station zake huko, kwa maana dealer kaweka server zake kwenye haya maeneo ili kuhakikisha kwamba anakuwepo sokoni masaa 24. Eneo la kwanza ni UK, ambapo UK mpaka 37% ya watu ambao wanashiriki kwenye hili soko wanapatikana UK. Kadhalika kuna US, 19% ya watu wanaoshiriki kwenye hili soko wanapatikana US. 8% Singapore, 7% Hong Kong, 6% Japan, na the rest of the world akina sisi na wengine wote basi tuko kwenye 23% hizo tunagawana. Sawa. Forex trading has been very slow kwenye asilimia kubwa ya nchi za Kiafrika. Kama unavyoona sasa hivi Tanzania ndio watu wengi wanaanza kupata mwamko wa hili soko, kama hapa tulivyo tunajifunza, lakini kimsingi hili ni soko ambalo limeexist muda mrefu sana, lakini tu ni kwamba sisi tumechelewa kuweza kupata uwezo wa kushiriki. And kwa mfano Kenya wenzetu tayari wako mbele sana kwenye upande huu wa forex. Kuna traders wengi sana Kenya, Uganda, and I think baadhi ya masoko pia tayari yameshaanza kuregulate au wako mbioni kuregulate ili yaweze kuwa ni masoko rasmi. Kwa Tanzania bahati mbaya sana bado hatujaregulate hili soko, kwa bado sio soko rasmi sana, lakini ni soko ambalo lipo, lina exist, so we participate the way we can. Kwa kama nilivyotaja, hawa ndo washiriki kwa asilimia kubwa. Kwa miongoni mwa washiriki kuna central banks. Kwa mfano mnatakiwa mjue kwamba ukiona benki ina sarafu, kwa mfano ukiona CRDB ana United States dollars, lazima ujue anapozinunua ni wapi. Yeye ananunua kutoka benki kuu, Bank of Tanzania, na Bank of Tanzania kumbuka, wao kazi yao ni kuchapisha nini, Tanzania shillings. Sasa anatoa wapi dola? Kwa nini benki zinaenda kupata dola kwao? Kwa sababu kuna soko huko duniani ambapo haya mabenki makuu yanafanya biashara kati ya yenyewe kwa yenyewe, na yanafanya biashara kwa kupitia hawa ambao tunaoita international Bank of International Settlements. Sawa. Sasa hii wanaifanyaje? Unakuta kwamba mfano Tanzania sawa, wanahitaji kwenda kununua let's say dola bilioni 2, $2 billion. Sawa. Kwa kama anataka $2 billion, ata place order ya $2 billion kutoka wapi? Kwa maana ataangalia exchange rate, $1 ni sawa na 2600. Kwa mimi nahitaji dola bilioni 2, kwa natakiwa ni na Tanzania shillings ngapi? Hicho kiasi cha Tanzanian shillings atatakiwa kufanya biashara na nani? Na Federal Reserve ambao ndio wenye dola. Wao wanafanyaje? Wanafanya kupitia International Bank of International Settlements, anakuwa hapa katikati. Kwa huku iko BOT, huku iko Fed. Kwa Bank of International Settlement ana account ambayo ni kwa ajili ya BOT, anamwambia BOT deposit hicho kiasi cha Tanzanian shillings sawa sana bilioni 2 za United States dollars. BOT akisha kideposit
anamwambia na Fed wa USD na anamwambia na wewe deposit dola bilioni 2 hapa, naye ana deposit. Alafu baada hapo huyu Bank of International Settlements ndo anahamisha kwamba hii bilioni 2 inaenda huku na hizi T-shillings zinaenda huku, exchange inafanyika. Yani it is something of such. I don't know if the example is so direct, lakini jinsi ambavyo jamaa ana handle hizo exchange ni namna hiyo. Kwa haya mabenki makubwa huwa yenyewe pia yanafanya exchange kwa ajili ya kuweka reserve za foreign currency, kwa sababu lazima ujue Tanzania ikitaka kununua mafuta inahitaji dola ili inunue mafuta. Ikitaka kufanya biashara kubwa, most of the businesses ambazo Tanzania inafanya na nchi nyingi sana ni biashara ambazo zinafanyika in terms of currency ambayo sio T-shilling. Sasa if that is the case, manake nao pia lazima wawe wanafanya exchange, kwa sababu wao wana mandate ya kutengeneza T-shillings, kwa ku dictate utengenezaji au kuweka orders za utengenezaji wa T-shillings, ndio mandate yao na ndo kazi yao. Lakini uwepo wa dola lazima wafanye exchange, kwa pia nao ndio maana wanaingia kama participants kwenye interbank level. Lakini kwenye retail level ndio tuna hizi international investors, hawa wawekezaji wanakuja wa Marekani, wametoka wapi, wamekuja kuwekeza, wanawekeza kwa hela zao na sisi tunaziconvert. Multinational corporations, domestic corporations, day traders kama sisi, tourists na specialized brokers kama HFM, wote wana participate kwenye hii forex market. So kama nilivyokuwa nasema, ulifikia kwa the interbank market, huku ndipo the market ilipo, huku ndipo exchange inapofanyika kwenye interbank level, kwa maana pale level ambao ma central bank wanaenda kubadilishana. Hii ndio market ilipo na huku ndipo prices zinapoanzia. Kwa hapa ndipo madila walipo. Kwa hiyo sisi tumfikie huyu dealer lazima tupite kwa nani? Kupita kwa broker, unless kama tuna mtaji wa kutosha sana kuweza kufikia dealer moja kwa moja. Kuna watu tunawaita smart money. Smart money ni akina nani? Smart money hawa ni ma institutions, yale ma institutions makubwa niliowaambieni kwamba yana hela nyingi, sawa? Haya ma institutions kwa nini tumeyaita smart money? Kwa sababu yenyewe yana trade kama sisi tunavyo trade, lakini jinsi wanavyochukua position zao, wana invest kwenye kupata taarifa na kwenye kuzichambua taarifa. Kwa they invest in information gathering, data gathering and data interpretation and analysis. Wanawekeza hela za maana kwa sababu wao wana trade na hela ya msingi. Yaani wao wana trade na mabilioni ya pesa. Kwa hiyo analysis yao inabidi iwe spot on. Sasa hawa smart money sisi tunawapenda kwa sababu wao wanatumia taarifa nyingi kuliko sisi, wanatumia expertise wenye uwezo mkubwa kuliko sisi kwenye kuchambua taarifa za kiuchumi. Wanatumia machines, computer, super computers ambayo yako very fast kwenye execute orders. Kwa hiyo kimsingi wao wanachukua most probable trades most of the time, na wao huwa wakiingia sokoni, kwa sababu wanaingia na mitaji mikubwa, huwa wanasababisha supply na demand condition inabadilika ghafla. Na tulizungumza tukasema kwamba supply and demand condition ndio sababu pekee bei kubadilika. Kwa hiyo ukiona bei inabadilika, kwa mfano ukiona leo uliuziwa maziwa jana shilingi 1000, kesho umeuziwa 1500, sababu pekee inayosababisha maziwa yapande bei ni kama upatikanaji wa maziwa unakuwa ni changamoto, na sababu pekee ambayo itafanya maziwa yashuke bei ni kama upatikanaji wa maziwa utakuwa si changamoto. Kwa maana maziwa yakiwa mengi, kwa maana yakiwa in high supply, then yanashuka price, lakini yakiwa in low supply, then yanapanda price. Kwa hiyo supply and demand ndio sababu bei zinabadilika. Kwa kulijua hilo ndio maana hawa smart money wanapoingia na mitaji yao mikubwa huwa wanasababisha ndani ya muda mchache hali ya supply and demand huwa inabadilika kidogo. Kwa hiyo sisi huwa tunafuatilia kwenye soko tuwaone, kuna viashiria ambavyo tukiviona kwenye soko vinatuambia kwamba hapa smart money yuko sokoni. Kwa kama smart money akiwa sokoni tunaona kwamba amebai, na sisi tutataka tuendelee kubai kwa sababu yeye amebai kutokana na kwamba anatumia taarifa nyingi. Sawa?
Kwa those guys are whom we call the smart money. Tutasoma namna ya kuidentify wakiwa sokoni na trade in their direction, kwa sababu we believe that their direction is a direction that is chosen using a lot of data that were well interpreted kwa kutumia a lot of investments. Sasa broker ni nani? Kwa maana smart money hao ndo wale kama yani wanakuwa na hela nyingi sana kama liquidity providers. Kwa maana smart money ndio market makers, ndio wale ambao tulisema wana kazi ya kununua na kuuza, kwa sababu wana mitaji mikubwa. Kwa jinsi wanavyoshiriki kwenye hili soko, wao wanashiriki kwa hali ya tofauti. Wakati sisi tunachagua position ya kubuy ama kusell, wao wana take buys and sells. When we want to buy they sell, and when we want to sell they buy. Broker ndo kiunganishi chetu na soko, ni dalali kama madalali wengine, lakini yeye ndiye anayetupa sisi uwezo wa kushiriki kwenye hii biashara. Na ndio maana broker ni kiungo muhimu sana kwenye forex, kwa maana the only way a retail trader with a normal capital ana uwezo wa kufikia hili soko, it is through a broker. So a broker ni kampuni ambayo yenyewe inaenda ina take buy and sell orders according to the decision ya trader ambaye ni wewe. Wao wanapataje faida? Kila unapowatuma utawalipa commission, kama ambavyo ukizunguka na dalali anakwambia nipe hela ya kuzunguka, basi kila utakapomtuma broker kwenda kuweka order itabidi umlipe commission yake. Na ndo maana HFM broker akaonelea busara kupartner na trainers kama sisi, kama mimi, niweze kuja kutoa elimu hii hapa free of charge kwa watu, ili waweze kuwa na uelewa wa namna kushiriki kwenye hili soko kwa usahihi, na waelewe ni nini hasa kinatokea kwenye hili soko. Kwa sababu wakati wa kutrade yeye anaomba in return wewe kupata hii elimu bure ambayo huwa inalipia hela nyingi, basi ukiwa na trade kwake, kwa sababu wako madalali wengi, unaweza kutumia yoyote yule unayotaka wewe. Lakini trade na huyu ambaye ameamua kwamba akufundishe kwanza namna nzuri ya kutrade, uwe comfortable kwamba sasa kumbe mimi naelewa ninachofanya. Alafu unapokuja kutrade, kwa sababu hamna namna unalifikia soko bila broker, basi mtumie yeye. Lakini licha hivyo, pia kuna vigezo ambavyo tunavitumia katika kuchagua broker, tutaviongelea. Na of course HFM ana fit vigezo hivi, na ndio maana hata mimi namtumia, na hivi ninavyosema sio kama matangazo, ni kwa sababu nilikuwa namtumia hata kabla sijakuwa trainer kwa ajili yao, na nimekuwa trainer upande wao kwenye event ni juzi, but I've been a trainer for a long time na nimekuwa na wanafunzi wengi, but this is the first time ambayo nimekutana na broker ambaye yuko willing enough kuweza kupartner na mimi, ambaye huwa na charge mtu $150 hadi 200 kupata hii elimu, sawa, kutokana na time frame. Akaamua kwamba niweze kuwapa ninyi hii elimu free of charge, ila tu mtakapokuwa comfortable enough kuparticipate, then participate kupitia account ambayo mtafungua kwake. Kwa maana nawatakia nyinyi muende mkatrade carefully, mtengeneze faida, kwa sababu nyinyi mkitengeneza faida hamumpi yeye hasara. Actually mkiwa mnatengeneza faida mtakaa kwenye soko muda mrefu, na kukaa muda mrefu maana yake ni kuchukua trades mara kwa mara. Kumbuka kila ukichukua trade ukimtuma aenda kabai unamlipa commission. Kale cha commission yeye ndo anaishi hivyo. Kwa hiyo mbona unafanikiwa unakaa sokoni muda mrefu, na yeye pia anakaa sokoni muda mrefu, kwa sababu kila unapokaa sokoni na wewe unakuwa unamlipa yeye pia. Na ukipata faida, yeye hana jukumu la kukupa hiyo faida, kwa sababu faida yako anayokupa ni nani? Aliyoko sokoni kule, dealer. Yeye kazi yake ilikuwa ni kuchukua tu kuipeleka kule na kuchukua huku kurudisha huku, basi. Na kwa kazi hiyo unamlipa commission fee. Sasa hawa broker wana moduli mbalimbali za operation, na kutokana na moduli za operation, yani jinsi wanavyo run their business, wamekuwa classified into A book broker na B book broker. A book broker ni yupi? A book broker huyu ni broker ambaye yeye ndo kama huyu niliokuwa nimemuelezea, the basic type of broker, kwa maana ana trade kwa kutumia ECN, yani electronic communication network. Kazi yake kubwa inakuwa ni kukuunganisha wewe na dealer. Ukipata faida yako anayekulipa ni dealer, ukipata hasara yako inaenda kwa dealer. Yeye unaachomlipa ni commission tu. Kwa hiyo ana kama kiunganishi basi.
Kwa hiyo yeye habuni bei. Bei anazokutajia ni bei alizosema dealer, na zitabadilika according to what the dealer says and not otherwise. Lakini B-Book broker ni broker ambaye yeye ana hela na uwezo, anaona kwamba yeye ana hela na uwezo wa kuact kama liquidity provider. Kumbuka liquidity provider yeye ndio alikuwa anachukua the other side of your trade. Kwa maana ukisema una buy yeye ndo anakuuzia, na ukisema una sell yeye ndo ananunua. Kwa hiyo kuna mabroker ambao wao wenyewe wanakuwa na mitaji ambayo wana uwezo wa kuact kama huyo dealer. Kwa badala ya kuchukua ile oda yako kuipeleka kule sokoni kwa dealer, yeye anaichukua ile oda yako afa anaifili yeye mwenyewe. Kwa hiyo wewe ukipata hasara, ile uliopata hasara inaenda kwake, ndio inakuwa faida kwake. Na ukipata faida inabidi yeye atoe hela yake akulipe. Hao ndio B-Book broker. Sasa hao B-Book broker sio broker ambao tunashauri sana watu kuwatumia, kwa sababu na of course sio rahisi kujua kwamba broker anatumia mfumo gani mpaka ukutane na mtu ambaye anafanya kazi hapo, ndo akwambia bana, si mifumo yetu ndio tunayotumia ni hivi na hivi. Sawa. Na asilimia kubwa wa mabroker hao wamekuwa hawana ofisi Tanzania. Kwa hiyo ukipata changamoto inabidi uwasiliane na mtu ambaye yuko nchi huko aliyoko, na hamna mtu ambaye yuko hapa ground kwa ajili ya kukusupport. But now the situation is different. Sawa? The situation now is a little bit different. Sawa? The situation now is a little bit different. Why? The situation now is a little bit different because most of the brokers wameleta representatives, lakini HFM ameweka representatives wengi Tanzania na support team Tanzania ambayo inaturuhusu sisi kuweza kutatua most of our problems na watu ambao tunawasiliana nao locally hapa, kwa maana watu ambao wanaelewa mazingira yetu zaidi. Kwa hiyo hata msaada wanaokuwa na support wanaokuwa na kuprovidea ni ile support ambayo hata kama ikatokea hamjafanikiwa, lakini unaona kabisa kweli hao watu walikuwa wananisupport na wako hapa na wanaelewa my situation and they have been working with me. Na hicho hamna kitu ambacho kinatia faraja kama hicho unapokuwa na trade na broker, kuliko broker ambayo una trade unakutana na changamoto afu hujui hata umuulize nani na hela yako iko pale. So for me hiyo aspect peke yake, kwa sababu most of these other aspects ni aspects ambazo wana compete. So kuna hizi spread sijui nini, lakini kitu ambacho mimi kwangu kimekuwa na maana zaidi, kwa sababu gani? Spread wanazoziongelea hapo ni vipips, unakuta 0.3 yani tofauti zao unakuta ni 0.1 0.2. Sasa kama wewe ni trader mzuri, that shouldn't be a matter. Lakini when I get changamoto, am I well supported? Kwa mfano kuna kipindi hapa gold ilileta changamoto kidogo, ili short ghafla, asilimia kubwa ya mabrokers walipata changamoto, lakini watu wa HFM bado waliweza kudeposit, waliweza kuwithdraw, waliweza kutrade gold na waliweza kupata faida kutoka kwa hiyo. Hii inaonyesha reliability. Kwa hiyo ndio sababu mimi namtumia HFM. Kwa hiyo nawashauri na nyie mumtumie, mumuone. Sawa? Kwa sababu at the end of the day hauwezi kwenda kushiriki bila hivyo. Okay. So sasa ni saa 4:14. Leo tulichojifunza ni the participants, how the market is structured. Kwa lazima ujue market iko structured hivi, lazima ujue wewe uko katika position gani. Sawa? Kwenye market wewe ni mtu wa tatu, kwa maana katikati kuna mtu ambaye anaunganisha nyewe wawili. Sawa? Sasa huyu anayewaunganisha nyewe wawili ndiye mwenye jukumu la kukupa wewe namna ya kuona kinachoendelea huku sokoni. Sawa? Yaani anayewaunganisha nyewe huyu wa katikati anachukua jukumu la kuwaonyesha ninyi ni nini kinaendelea wapi? Kinaendelea sokoni. Sasa kuna kitu kimoja nataka ni share na nyie, ambao nilikuwa ndo somo la broker lilikuwa liko kwenye slides zingine, ili muweze kumuelewa, alafu kwa maana yake, kwa maana ya the generality, vitu aspect ambazo tunatakiwa tuzifuatilie wakati wa kumchagua. Tuangalie nini na nini, vigezo. Sawa, vigezo. Why we need, naomba nakukumbusha tu kwenye why we need the broker and vigezo vya kumchagua broker, na niweze kutamatisha somo la leo kwa ajili ya kujiandaa na the next lesson ambao ndo tutaanza kudefine
terminologies. For now utakuwa umeshaelewa structure of the market, umeshaelewa how to participate, and unapokuwa una participate ni vitu gani unavinunua na ni nini hasa unachokitrade. Kwa hiyo hatu trade yale candlesticks. Tunacho trade, tuna trade mabadiliko ya bei. Change in price is what we are trading. We are not trading candlestick. Tuna trade mabadiliko ya bei. Nilinunua ikiwa 1000, sasa hivi iko 2500. Uza. Hiyo tofauti ya bei hapo nigee. Kwa hiyo that is what I'm trading, sio ile candlestick. Ile candlestick, yale machati yale tunayoonaga na kutisha, yale pale ni michoro tu inayotuonyesha bei iko wapi sasa hivi. Kwa maana ile ndo namna ambavyo broker anatuonyesha kinachoendelea sokoni. Kwa sababu gani? Sisi kazi yetu ni kununua na kuuza. Tunataka tununue kwenye bei nzuri ya kununua na tunataka tuuze kwenye bei nzuri ya kuuza. Sasa tusipokuwa tuna namna ya kuona bei zinazoendelea sokoni, mabadiliko ya bei kadri yanavyotokea sokoni, hatutajua ni muda gani ambao una bei nzuri ya kununua wala ni muda gani wa bei nzuri ya kuuza. Kwa hiyo broker anachukua hilo jukumu la kutupa nini? La kutupa access, a platform to see. Sawa? Kwa kitu cha kwanza ambacho broker anatupa, kwa nini tunamhitaji? Tunamhitaji kwa sababu zifuatazo. Namba moja, anatupa access kwenda kwenye soko. Niliwaambia ni kuparticipate kwenye soko kunahitaji mtaji mkubwa sana. Broker anatupa mtaji tulioukosa, kwa maana anatupa huo mkopo wa kuweza kutusaidia sisi kulifikia soko. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, anatupa execution ya order. Kumbuka yeye ndio tunamtuma, yeye ndio anaenda kuweka order zetu. Sisi tunamwambia nenda kaseli, yeye ndio anayezipeleka. Namba tatu, anatupa platform ambayo inatuonyesha nini kinatokea sokoni. Kwa mabadiliko ya bei yanayotokea sokoni kadri yanavyotokea, broker ndiye anayetupa sehemu ambayo tunaweza kuyaona mabadiliko in real time. Namba nne, anatusaidia kumanage account zetu, kwa maana anatupa wallet. Anatupa sehemu ambayo tunaweza kuhifadhi pesa, alafu badala ya kutrade pesa yote kwa wakati mmoja tukaipoteza yote, kama ikatokea kwenye kupotea, sawa, tunaenda kuriski kidogo kidogo, kwa sababu sio siri hili soko ni high risk. Kwa hiyo broker anakuwa na tools ambazo anatusaidia sisi kumanage. Kwa kazi inayobaki ni sisi kuweza kuzitumia hizo tools kwa ajili ya manage the risk na manage our accounts na grow our portfolios. Why do I use HFM then? Kwanza kabisa iko regulated nchi nyingi sana, japo Tanzania bado, lakini kuwa tu regulated kwenye hizo serikali nyingi, kuna sababu ya mimi kumwamini kwamba utendaji wake na ndio unaomsababisha aminike na hayo maserikali yote, na it's just a matter of time. Kama ikatokea basi pengine serikali ikiamua kuregulate, basi naye nadhani atakuwa ipo tayari pia kuwa regulated Tanzania kama ikubali hizo things. Na kwa hiyo inanipa reliability. Namba mbili, fast execution. Ukibonyeza imeenda. Kwa sababu gani? Soko linabadilika, price inabadilika kila muda. Kumbuka tuna trade mabadiliko ya price katika desimali ya 4. Kwa hiyo ni mabadiliko madogo sana. Yakitokea kidogo tu yanaonekana. Sawa? Kwa sasa kwa sababu yanatokea haraka sana, mimi ninavyobonyeza buy kwenye bei ya 1000 nategemea broker awe faster sana. Hawahi kupeleka order yangu sokoni ili niipate katika bei ile ile 1000 kabla ile bei haijaondoka. Kwa sababu pana uwezekano delay ya sekunde kadhaa ikasababisha badala ya kupata bei 1000 nikapata 1050, tayari nimeshaondoka kwenye malengo nilikuwa nayataka. Je, kama nilikuwa na trade natafuta faida shilingi 50, kwa hiyo tayari kutoka kwenye ile 1050 tayari nimeshaingia kwenye sehemu ambayo sitaendelea tena kupata faida. Kwa hiyo inabidi tu utafute traders ambao brokers ambao wanatupa fast execution, and HFM has that. Lakini pia anatupa platforms ambao ndio sehemu ambayo tunaona nini kinaendelea kwenye, na anatupa variety of platforms, kwa maana anatupa MT4 na MT5 tuweze kuchagua. Ambazo hizi platforms zina umuhimu gani? Hizi platforms tutakuja kugundua baadaye, kuna indicators ambazo tutatakiwa kutumia. Hizi platforms zinatupa hizo indicators bure. Angetupa TradingView tungekuwa tuna trade na platform ambayo ili tupate indicator inabidi tulipie. Kwa hiyo huu hapa kuna uwepesi upo hapa kwenye platform ametuwekea. Lakini pia kuna global presence, yupo sehemu nyingi sana duniani, ambayo inanipa nini? Inanionyesha reliability. Watu wengi wanamuelewa, kwa hiyo sio mtu ambaye anaweza yani akafa kibiashara kwa haraka kiasi hicho, unless yani itokee kweli catastrophe. Lakini pia ana reliable trading conditions. Spread yake sio mbaya, 1.4 kwa baadhi ya account. Kuna account anakupa ambao haina hata spread kabisa, anachaji commission peke yake. Kuna account anakupa ina spread ndogo ya kiasi cha 0.3, yani anakuchaji 0.3 pips kwenye kila trade yako. Kwa anatupa hiyo wide variety ya kuweza kuchagua aina za best thing about him. Pia sasa hivi kwa ajili yetu sisi beginners kuna account ya cent, yani account ambayo ukiweka $1 kule inasoma kama senti 100.
zile senti 100 unavyozitrade unazitrade kama vile unatrade dola 100, lakini tu unakuwa na winning kwa mtindo wa senti. Kiasi chochote utakachokipata unagawanya kwa 100, ndo dola unazozipata. Sasa hii hapa ni mazingira mazuri kwetu sisi beginners. Kwa nini? Kwa sababu ndio maana mimi nilikuwa nashauri watu wafungue, badala ya kutumia demo ambayo itakufanya ujue trading, lakini ukija kwenye soko lile halisia ushindwe ku manage yani ile saikolojia yako wakati una kitu umekiriski. Ni bora twende tukaanze kuriski kuanzia mwanzo tunapoanza kujifunza, ili pamoja na kujifunza strategy, kuizoea strategy, pia tuzoee psychological namna ya kujifunza, namna ya psychological resilience inayohitajika kwenye soko mapema, kuliko tujizoeshe demo, kwa sababu tulikuwa haturiski chochote, tunakuwa tunaitrade hovyo, alafu siku tunakuja kuriski akili zetu zinacheza, unakuja kulaumu kwamba demo huwa iko tofauti na live, kuna kitu anachezea. Hamna kitu anachochezea. The only variable kwenye hii soko ni wewe na saikolojia yako. Kwa hiyo tuweze kukomaza saikolojia, mimi nilishauri hivi, watu tufungue kwanza account za HFM kwa kutumia zile link ambazo mimi natuma kwenye group. Kwa nini? Kwa sababu ukifungua pale utakuwa chini ya community yangu. Kwenye community yangu ina maana mimi nitakuwa naona volume unazozitrade. Itakuwa ni rahisi mimi kukushauri kwamba bana, mbona kama umepata hasara, kwani shida ilikuwa nini? Ulichukua trade gani? Bana mimi nilichukua trade fulani. Wakati unachukua ile trade uliona nini? Bana mimi wakati nachukua ile trade niliona kitu fulani. Umeona haukufuata kile tulichokisema, ndio maana umepata hasara, si ndio? Setup ilikuwa bado, ndio maana ulichukua kabla ya setup. Kweli. Kwa hiyo hicho kitu umejifunza, ndio. Sasa next time ukiona kitu kama hichi, subiri kifanye hivi na hivi na hivi, si ndio? Somo la namna hiyo linakuwa ni somo ambalo unaweza kulikumbuka kirahisi sana, na ndio hivyo ambavyo mimi niliplan kuweza kutrade na nyewe kwa muda mrefu, mpaka pale ambapo mtakuwa na uwezo na confidence ya kuingia trade zenu wenyewe, ambazo ni trade ambazo nyewe mnaziamini, whether inaenda ama haiendi, so long as ulifuata strategy yako kama ulivyoipanga na una kitu ulikuwa unaenda kutafuta, sio unaingia kubahatisha, basi wewe ni trader mzuri. Katika mara 10 hautakosa mara zote. Ukipata kuanzia mara 3 kuendelea, wewe uko kwenye faida tayari. Na hicho ndio risk management ambayo tunaelekeza hapa. Sawa? Kwa hivyo basi, hatua ambazo tunapaswa kufuata ili tuweze kuanza ni kufanya registration. Nenda pale kwenye group ulilotoka, au kama kwenye group hauoni, naona hivi. Kwanza nirudisha screen hii kweli, nilikuwa naongea screen nyingine. Yes, sawa. Okay, let me kama kwenye group, ngoja niandike namba yangu hapa kwenye chat. Hii ni namba yangu ya WhatsApp. Kwa hiyo kwenye chat hapa naweka namba yangu ya WhatsApp kwa wale ambao hawako kwenye group. Sawa, kwa wale ambao hawako kwenye group unaweza ukanicheki WhatsApp moja kwa moja, then nitawaweka kwenye groups ambazo tutakuwa tunapata hizo link kwa ajili ya kufungua hizi account, lakini pia tutakuwa tunaendeleza masomo pale. Kwa hiyo ukishafungua hii account, ukisha register, ukishamaliza hii hatua ya kuregister, nitakuomba ufungue trading account ya Senti. Huko mbeleni tukishafika kwenye point ambayo tumeshasoma technical analysis, nitakuomba uweke mtaji, yani hapa kuanzia dola 1. Ila tu mimi nataka uweke mtaji ambao wewe utaweza kuriski dola 1 kila siku. Na ndio maana nilishauri uweke dola 30. Kwenye dola 30 maana yake hapo una siku 30. Trades 30 ambao kila moja umeriski dola 1. Hiyo dola 1 unairiski katika mfumo wa senti. Kwa hiyo ni kama vile una trade na account ya dola 100 kila siku. Kwa maana una trade senti 100 kila siku. Ukiweza kumaintain hiyo senti 100 kwa muda mrefu, ndivyo unavyozidi kuzoea mazingira ya soko when you are risking something. Baadaye ukizoea mazingira hayo ukawa unapata faida consistent kwenye hizo senti 100, ni kitendo cha kuweka dola 100 na kutrade hivyo hivyo. Yaani exactly ulivyokuwa na trade zile senti 100, unarudia kila lakini unakuwa umeweka dola 100. Basi kama ulipata faida kule na huku napo, kwa discipline nzuri unakuwa na uwezo kupata nini? Faida. Kwa hiyo ni bora kujifunza kwa style hiyo, kwa kuriski kidogo kidogo, ili tuweze kujifunza vitu viwili. Tujifunze the psychological aspect, tuwe na psychological resilience ya tunapokuwa tumeweka kitu at risk, lakini pia tuizoe strategy. So that was the plan, and I hope it is a good plan. Kama wote utaiona it's a good plan, please make sure that you do that. You make sure that you have your account registered from the links ambazo nimeweka pale, ili uwe na kama tayari una account ambayo unayo lakini hauko kwenye zile group na uko interested kuingia kwenye hii community, karibu still. Kama una account ya HFM yoyote, ukishafika kule kwenye community tutakwambia utaratibu wa kufanya. Kwa hiyo hatua ni unafanya registration HFM, una verify account yako,
unapata wallet. Ukishapata wallet pale ndani kwenye dashboard yako unaenda una open trading account, live account. Alafu ukisha open live account unaenda una download MT4 au MT5 kutokana na account yako ulifungua umechagua MT4 ama MT5. Hiyo unao download ndio platform. Hiyo ndio itakuwa inakuonyesha yale machati ambayo yanakuonyesha bei zinapobadilika sokoni at real time ili wewe uweze kufanya maamuzi ya kununua ama kuuza at certain prices. Then baada ya hapo utafanya deposit na utaanza kutrade, lakini kuanza kutrade tutaanza baada ya kufika mahali ambapo tumeshasoma vitu vinavyoeleweka ili tunavyoenda kule tuelewe nini tunategemea kufanya. Kwa hiyo kwa sasa hivi nahitaji muwe na hizi account registered kwa kutumia ile link, so that is my expectation, kwa sababu in 2 weeks time nitakuwa nakagua watu account IDs ambazo ziko upande wa community yangu, kwa maana upande huu ambao mimi nakuwa naona mkiwa chini yangu. Hao watu itabidi sasa tuanze kukumbushana moja kwa moja kwa wale ambao wamejisahau wako kwenye group lakini bado hawajafanya hizo registration pamoja na kuweka ile mitaji, kwa sababu sasa hivi tukienda kwenye practical part ambao bado sisi hatujafika, kwa kwetu sisi haina pressure sana. Sisi kama beginners kuna mahali ikifika ndio itabidi tufanye hivyo ili tuhamie kwenye practical sasa. Kwa kwenye practical itahitajika kila mmoja wetu awe na hivi vitu, awe na account, awe na nikaona shauri ukifungua account leo uzuri wake ni nini? Mpaka tufike kwenye practical kuna siku kadhaa. Mimi nitawaunganisha pia mnicheki kwa wale ambao hawako kwenye group, mhakikishe mko kwenye magroup. Kuna mtu mmoja yuko pale anaitwa Sakawa, yeye ni agent wa HFM, anafanya local deposit. Yeye ana uwezo wa kukusaidia kudeposit kuanzia $1 na kuwithdraw kuanzia $1. Kwa hiyo huyu atawasaidia nini? Kama wewe leo huna mtaji wa pamoja, ukifungua akaunti yako leo, kwa sababu hatuanzi kutrade kesho, ni mpaka tufike kwenye hizo level. Kila unapopata hela ya ziada 3000 2000 unakuwa na uwezo wa kumpigia Sakawa, anakusaidia kuideposit. Taratibu utajikuta mpaka tunapofika kipindi ambacho tunaanza kutrade tayari ulishakusanya imefika angalau $30. Hapo unakuwa unaweza kufanya nini? Kuparticipate kwenye soko na pengine ikawa ni sehemu ya mtaji wako ambao itakuendeleza zaidi. So having said that, jamani, mimi nawashukuru sana kwa kunisikiza, na kwa kweli niombeeni tu niwashukuru kwamba kwa kuendelea kuwepo, na let's keep the resilience, na wahakikishia kwamba tutafika mahali hili soko mtaweza kulielewa tukiwa na upole nalo na subira katika kujifunza. Otherwise mimi niwatakie usiku mwema sana. Thank you very much for you listening guys.